Lakini chama ndicho hasa kimeshika hatamu, ndio wenye duka walikuwa pia hawachoki nao kukagua miradi na kuhimiza. Kwa mwenyekiti pamoja na kamati yako ya siasa na kupongeza sana kwa kazi hii. CCM boy, CCM safi. Ni wapongezi walioimba. Wameimba vizuri na kuchambua maendeleo. Lakini yale yote walioimba wametutaja bunge, wametaja diwani, wametaja na mheshimiwa rais. Lakini kiungo kikubwa ni nyinyi ambao mlikuwa tayari kuweza kushiriki katika utekelezaji wa ilani. Wananchi ndio mmefanya kazi kubwa mkisaidiana na wenyeviti wetu, na ndio maana karibu wenyeviti wote wamerudi kasoro mmoja. Kwa hiyo tunapoona kwamba wenyeviti wa chama wengi wameingia na wiki moja tumepoteza, nadhani tulipoteza katika hali ambayo wote tunajua, lakini kwa sababu kimeenda, hatuna shaka kwa sababu wajumbe wote ni wa Chama cha Mapinduzi. Hatutarajii kama yule mwenyekiti atakuwa na nguvu zaidi kuwashinda wajumbe. Kwa hiyo wale wajumbe walioko kule wahakikishe wanaitetea ilani, kwa sababu yule hana ilani anayotekeleza, itabidi atekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi. Bugogwa hoye. Kwa majina naitwa Barnabas Matunge, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya mkutano mkuu wa kata ya Bugogwa. Leo ni siku ya kusoma utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025. Tumepokea taarifa kutoka kwa diwani wetu wa kata. Taarifa hii imesheheni miradi mingi, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa shule za sekondari 4 mpya, pamoja na shule 3 mpya za msingi, pamoja na utekelezaji wa miundombinu kadha ambayo pamoja na ujenzi wa barabara mpya ambayo inatarajiwa kuanza kujengwa baada ya bajeti hii kuanza kufanya kazi kutoka airport mpaka Kayenzi. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Mama Samia pamoja na mheshimiwa mbunge kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani na wananchi kwa kuendeleza kuitekeleza vizuri ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi 2025. Pamoja na hayo, yapo mapungufu mbalimbali na changamoto ambazo bado zinahitaji kufanywa kazi, na ndio maana tunasema kwamba ile ilani yetu tuendelee kuijenga. Kuna changamoto ambazo bado mabarabara ya ndani yanahitaji ukarabati kutokana na miundombinu ya mvua iliyonyesha hivi karibuni, imeathiri miundombinu. Kwa hiyo tumemsihi mheshimiwa diwani pamoja na mbunge wafanye mawasiliano na TARURA watuboreshe mabarabara. Zaidi tunaiomba serikali iendelee kutuunga mkono kwenye sekta ya elimu. Naitwa Eunice Rugata Ndekeja, ni mwenyekiti wa UWT tawi la Rugezini, kata ya Bugogwa, wilaya ya Ilemela. Kwa siku hii ya leo, jana tulipata mwaliko ya kwamba tunaenda kusikiliza aliyotekeleza mheshimiwa Mashamba ambaye ni diwani, lakini wamesoma vitu vyote ambavyo amefanya kata yetu ya Bugogwa, akishirikiana na mbunge wetu Angelina Mabura, akishirikiana na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano mama yetu Samia Suluhu, ambapo niliposikiliza mimi wanasoma ilani na utekelezaji wake. Kwa kweli tumeona ni mambo mengi ambayo ameyafanya kata yetu ya Ilemela mheshimiwa wetu diwani Mashamba. Vipaumbele ambavyo alipoingia kwenye udiwani alisema yeye ataanza na elimu. Kweli tumeona kwenye upande wa elimu kajenga shule nyingi akishirikiana na mbunge wetu na rais Samia. Lakini pia kuna sehemu upande wa maji tumeshapata umeme, lakini kuna sehemu ambazo ni chache tu ambazo zinatakiwa yeye mheshimiwa atekeleze. Kuna wajumbe wamechangia ya kwamba kuna sehemu ambazo hajakamilisha. Wananchi wamesema upande wa nguzo za umeme ambako hazijafika, lakini pia lile limejibiwa na mheshimiwa akasema ya kwamba kuanzia mwezi wa 7 atakuwa ameshatekeleza. Kwa majina naitwa William Steven Mashamba, diwani wa kata ya Bugogwa. Leo tulikuwa tunasoma utekelezaji wa ilani. Wamesoma, wananchi wameitikia vizuri, wameipokea vizuri. Tumeingia madarakani, tulikuwa na shule moja ya sekondari, lakini tumejitahidi na mbunge wangu tumeongeza shule 3 za sekondari na shule 3 za msingi.
Kwa hiyo tumefanya kazi, tumeitekeleza vizuri ilani ya uchaguzi. Sasa hivi tunaingia kwenye uchaguzi. Mimi wananchi naahidi kwamba wakinipa tena miaka 5 nitajitahidi niongeze spidi. Taenda spidi tena kama ya ndege. Taendelea kuleta maendeleo kwa wananchi wangu wa kata ya Bugogwa.